Hii ni sehemu ya pili ya simulizi nzuri kabisa ambayo inamhusu binti Arya. Binti ambaye mara baada ya kuanza kazi anakutana na vikwazo vya mtu asiyemfahamu, na mtu huyu amekuwa akimpa zawadi nyingi sana za thamani, yani vito vya thamani, heleni, mikufu, na vitu hivi ni vya dhahabu. Binti anakutana na maboksi zawadi pale kwenye meza yake ya kazi, lakini anashindwa kumuelewa kwamba huyu mtu ni nani hasa, na mpaka sasa hajamfahamu huyu mtu ni nani na kwa nini amekuwa karibu na yeye kiasi kile. Si kwa SMS, si kwa simu, sio kwa kukea pale ambapo atajisikia vibaya, na tayari binti Arya ameanza kumzoea huyu mtu ambaye amekuwa akimfanyia haya yote kwa muda wote. Lakini ni nani huyu mtu? Japo kwa upande mwingine ni kwamba Boss Jamal anaonekana anafanya vitu ambavyo vinaashiria kabisa kwamba yeye ndiye mhusika wa haya yote, lakini binti Arya hafahamu chochote kile ambacho kinaendelea juu ya huyu mtu ambaye ni unknown ama secret admirer ambaye amekuwa kimcheki mara zote. Msikilizaji, sehemu ya pili. Boss aliondoka na kwenda ofisini kwake kama kawaida, na akawa anazungumza peke yake kwamba najua huyu ndio mwanamke ambaye nilikuwa namtaka katika maisha yangu. Arya ni mmoja kati ya wasichana wachache sana ambao wamebakia kwenye hii dunia. Nitafanya juu chini awe wangu. Unajua mke wangu ambaye niko naye nilimzoea kimakosa sana kutokana na usumbufu wake na kukosa maadili kama mke. Na nitamwambia chague moja: kukubali kuwa na mke mwenza au aondoke aweze kunipa uhuru wa mimi kuweza kuanzisha familia bora kabisa na huyu binti Arya. Ilipofika mida saa 2 usiku, Boss Jamal alikuwa nje ya apartment ya Arya. Alikaa ndani ya gari yake huku mikono ikiwa kwenye usukani na macho yake yakielekea kwenye ghorofa ya pili kwenye chumba cha Arya. Zile apartment zilikuwa ni za kampuni, hivyo wafanyakazi wa kampuni hiyo walikuwa kiishi kwenye ile ghorofa. Wakati huo maneno ya Arya ya kutokuwahi kukutana na mwanamume yeyote ule yaliweza kuzunguka kichwani mwake. Taratibu aliacha tabasamu. Mara kioo cha gari yake kiligongwa. Nganga. Aliangalia kwa makini sana, akamwona Sam ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake na mtu ambaye alikuwa anajua siri zake nyingi sana. Boss alishusha kioo cha gari. Vipi boss? Salama. Mbona uko hapa muda huu boss? Nilikuja mara moja. Boss hakuwa na jibu la moja kwa moja, bali alikuwa anajingatangata tu. Sam alicheka kidogo huku akitengesha kichwa. Huyu mwanamke amekuchanganya sana boss wangu. Nahisi nimezama kwake zaidi ya nilivyofikiria. Kwa hiyo unataka kujiweka mazima boss wangu, si ndio? Huko ndiko nako kwenda. Maana nashindwa kuelewa kabisa ama kujizuia. Nashindwa kuzuia hisia zangu kwa moja kwa moja. Unamaanisha nini boss? Kwamba unataka kuwa na wake wawili? Hilo halina tatizo kwangu. Kumbuka naitwa Jamal. Dini yangu inaruhusu. Pia nina vigezo vya kumiliki wake wawili na zaidi. Hata ingelikuwa na wake 4. Nasikia vigezo sio pesa na mambo mengine, ila nakuuliza tu kwamba uko fiti? Samo aliongea kama utani. Kijana, huu ni moto wa petrol, hautumiki kirahisi. Mimi ni shababi, mimi ni alwatani kwenye ule uwanja wa 6x6. Nina uwezo kuwatosheleza kimapenzi wake zangu wote wawili na wakapata kile ambacho wanataka kufurahia. Okay. Na vipi kama mke wako akijua hili swala? Acha ajue tu, ila kwa muda huu sitaki ajue chochote mpaka mipango yangu itakapokamilika. Kwa hiyo najaribu kuweka ili liweze kuwa private kabisa sana kwa upande wangu. Kwa hiyo vipi sasa huyu binti Arya akikataa? Boss baada kuambiwa vile na Sam alikuwa mnyonge hafla sana. Halafu akasema kwamba unajua mimi sitaki kujikatisha tamaa mwenyewe. Nijikatishe tamaa mapema kabisa, haiwezekani. Acha tuone kwanza
ila nitajitahidi na kuomba usiku na mchana ili Arya aweze kuwa wangu. Sam na Jamal waliongea na kupanga mipango yao mingine, kisha Sam akaondoka na kumwacha boss akiwa bado upo kwenye gari. Jamal aliangalia kwenye chumba cha Arya, akaona taa bado inawaka. Alichukua simu yake na kupiga namba ya yule binti Arya. Wakati huo Arya alikuwa akijilaza kitandani akiangalia movie kwenye laptop yake. Mara simu yake iliita na alipoangalia aliona jina lile lile ambalo limekuwa likimpigia siku zote. Binti Arya aliweza kushusha pumzi yake kwanza na kupokea simu. Alo? Niambie mrembo. Uko sawa? Upo wapi? Mbona ulipotea hafla sana bila taarifa? Nipo mama yangu. Jamani we mister, unajua uliniweka kwenye hali mbaya sana wasiwasi. Nilikuwa nikijiuliza kwamba umepatwa na tatizo gani, au ndio umeamua kuondoka kwenye maisha yangu kimya kimya? Hapana. Naanzaje kukuacha mtoto mzuri kama wewe? Napata wapi ujasiri wa kukuambia kwamba naweza kuwa mbali na wewe kwa siku moja? Ni muda mfupi, lakini moyo wangu umetendeka kwa maumivu sana. Yani umepondeka mara baada ya kutosikia sauti yako. Pole baby. Sawa. Kwa hiyo hivi mimi nitakuona lini? Hivi karibuni. Siku sio nyingi. Lakini unanipenda kama hivi ambavyo unavyonionyesha upendo au upendo katika simu? Namaanisha kwamba siku ambayo tutaonana ina maana kwamba upendo utapungua baina yangu mimi na wewe? Sijui niseme nini. Sema chochote tu. Moyo wangu umefungua na kukubali kabisa kabla hata sija kuona. Na hisi siku nikikuona nitaongea na kuongeza mapenzi zaidi. Wakiwa wanaendelea kuongea, mara umeme ukakatika. Chumbani kwa Arya kulikuwa na giza. Jamani, hawa TANESCO wana matatizo gani eti kutukatia umeme saa hizi? Usiogope, nipo karibu na wewe. Hupaswi kuwa na mashaka pale ambapo niko karibu yako. Unamaanisha nini? Upo karibu yangu? Arya aliangaza macho kwenye giza huku akijitikisa. Wewe ni mtu wa kawaida kweli? Aliwasha tochi ya simu yake na kumulika ndani ya chumba chake. Boss anatazama tu ule mwanga ambao ulikuwa unamulika ama ukiakisi kwenye kile kioo cha dirisha kwenye ile apartment au ghorofa ambayo ilikuwa nakaa binti Arya. Acha kunitishia. Nipo hapa nje. Arya alisogea mpaka dirishani akichungulia na kuona gari limesimama nje huku likiwa limewasha taa. Arya alijaribu kuiangalia ile gari kama anaweza kuitambua ni gari ya nani, lakini haikuwa rahisi kutokana na giza, na hata hivyo asingeweza kujua sababu ilikuwa ni gari ambayo hakuwahi kuiona maeneo ya kazini. Kwa hiyo boss alikuwa anajaribu kutumia gari mbalimbali kufika maeneo ambayo angeweza kufika kwa ajili ya kumfuatilia huyu binti. Vipi? Mbona sikusikii? Alo? Naam, mimi nakusikia. Nataka nikuulize jambo kwamba bado unaogopa? Huko uliko ni mbali sana. Naomba uje huku ndani, au kama naweza kuja huko moja kwa moja niweze kufika. Mrembo, mimi sipendi uhangaike, na kutokana na hili giza sitaweza kuja huko juu. Tafadhali sana. Uwe na usiku mwema barafu wa moyo wangu. Nakupenda sana. Boss alimaliza kuongea kisha akakata simu yake na kuwasha gari yake kisha kaondoka. Msikilizaji, siku zilienda. Hatimaye ilifika tarehe 14 mwezi wa pili. Kila mtu pale au kila mwenzi kazini alikuwa na miradi na mwenza wake, na wengine walipenda zawadi nyingi sana. Vipi shoga yangu? Leo wapi na Mr. huyo ambaye unknown person? Kwa hiyo Maria, unanichora si ndio? Hapana bana, sio hivyo. Uenda leo ndio siku ikawa ndio siku yenu ya kwanza kukutana
na kuonesha na upendo. Maria, we angalia tu ustaarabu wako na mtu wako. Kama utatoka, mimi nitabaki nyumbani kwangu tu, kwa sababu mimi hayo mambo yenyewe yani sijazoea kabisa, sitaki. Kwanza wewe mtu gani kila siku naongea naye kwenye simu hata kuniona? Sawa, ila leo mimi nitatoka na mpenzi wangu na ameniahidi zawadi nzuri sana. Maria, hongera. Kwa kiasi fulani maneno ya Maria ni kama alikuwa akirusha roho ya Arya, yani alikuwa akipepasa roho ya Arya. Lakini Arya hakuwa na jinsi wala hakuwa na namna kuongea na Mr. Unknown Person, yule mtu ambaye alikuwa mfahamu, isipokuwa huyu mtu ni lazima aanze yeye kumtafuta. Lakini Arya pale ambapo alipojaribu kuipiga simu, namba ilikuwa haipatikani. Ilipofika muda wa saa 7 mchana, ofisi ilijaa vicheko. Watu walikuwa wakipokea zawadi, maua na vitu vingi sana. Wapo waliopokea zawadi za nguo, wapo waliopokea perfume, maua na chocolate. Arya alikuwa akiwaangalia tu, lakini akili yake ilikuwa kimfikirisha mwanaume asimjua. Akawa anazungumza pale kwamba mbona leo yupo kimya, au leo hayupo hapa ofisini. Alichukua simu yake na kujaribu kupiga namba moja ambayo anatumia Mr. Admire, na namba ile ndio namba ambayo alikuwa anajaribu kupiga. Baada ya kupiga alijibiwa kwamba namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Alikata tamaa na kuacha kumtafuta kabisa huyo mtu ambaye alikuwa anataka kumtafuta. Kwa upande wa Jamal, alikuwa akimfuatilia binti na kumwona kabisa kwamba hali yake si nzuri. Hali yake ilikuwa ni mawazo na kuona donge, hasa wale wote wenzake ambao walikuwa napewa zawadi na yeye kubaki kinyonge kwa namna ile. Bosi huyo alichukua simu yake na kujaribu kupiga kwa mtu ambaye tulikuwa tumfahamu. Akamwambia kwamba unaweza kupeleka sasa. Alikata simu kisha akaanza kufuatilia matukio yote kupitia CCTV kamera. Baada dakika kama 20 kila mtu alikuwa busy na kazi. Mara kaingia kijana mmoja aliyekuwa amebeba boksi kubwa lililokuwa limefungwa na ribbon nyekundu na maua ya rose mazuri sana aliyokuwa amepangwa kwa ustadi. Kila mtu alimwangalia yule kijana na kumsindikiza kwa macho. Hii zawadi ya nani tena? Sijui. Yule kijana alienda moja kwa moja mpaka kwa Arya. Habari? Salama, Miss Arya. Yes, I am. Huu mzigo ni wa kwako. Arya alisimama na kumwangalia kwa makini, akauangalia ule mzigo pia uliokuwa juu ya meza. Huu mzigo umetoka wapi? Umetoka kwa mmoja wa wateja wetu na ametaka tukufikishie wewe hapa. Anaitwa nani? Mteja huyu hakutaja jina lake, kwamba linaitwaje. Arya aliacha tabasamu halafu akasema, "Oh, sawa, asante. Karibu." Yule kijana alipotoka, Maria akaingia ofisini kwa Arya haraka. Wow, hatimaye mtu wetu ameamua kukusurprise. Sijui kama umetoka kwake. Kwa hiyo unafikiri kwamba umetoka kwa nani mwingine zaidi yake? Fungua basi tuone aliyomo. Arya alifungua taratibu ile ribbon nyekundu. Wow! Maria alitoa sauti ya mshangao baada ya kuona gauni jekundu yenye mtindo wa kisasa, viatu, perfume ya kuvutia au perfume ya harama, pamoja na set ya mkufu, hereni, pete na bangiri zilizokuwa zinang'aa kwa dhahabu. Jamani, huyu mwanaume tajiri sana. Arya, una bahati wewe rafiki yangu wewe. Arya alishindwa kuongea, alibaki ameshika kifuani tu akisikilizia mapigo ya moyo wake yanavyodunda. Alichukua karatasi na kufungua karatasi ambayo ilikuwa pembeni. Akakutana na maandishi yaliyokuwa yameandikwa kwa wino mwekundu sana kwamba jioni naomba uvae gauni hili, mida saa 1 jioni nataka tuonane Paradise Hotel. Arya alitabasamu na kufumba macho yake. Maria akachukua ile karatasi akasoma pia. Wow, kumbe leo ndio ile siku muhimu sana kwako Nahisi kutetemeka. Sijui kama nitakuwa na ujasiri wa kukutana naye huyu mtu. Inaonekana kabisa kwamba ni mtu ambaye wa viwango. Arya, hii ni nafasi ambayo ulikuwa unaisubiri kwa hamu sana. Na kuomba tu rafiki yangu, nenda ukamjue huyo mwanaume.
mwanaume ambaye anajaribu kuiba moyo wako pasi kuonana. Jamal upande wake yeye alikuwa akiwaangalia tu kwa umakini kupitia CCTV kamera, kila kitu ambacho alikuwa naongea. Ilipofika jioni, Arya na Maria waliweza kurudi nyumbani pamoja. Walipofika karibu na mlango wa Arya walisimama, lakini hafla baada ya kuona kuna kitu mlangoni. Jamani, hiki ni nini tena? Arya, usiniambie kwamba una mwanaume mwingine. Nimpate wapi Maria? Mbona huku nako kuna zawadi? Mimi mwenyewe nashangaa kama unavyoshangaa wewe. Arya alisogea mlangoni akachuchumaa na kuokota box, akafungua utepe. Ndani ya box akakuta mkoba mzuri wa rangi nyeusi pia kulikuwa kuna kaboksi kingine ambacho kilifungwa, na alipofungua akakuta simu mpya kabisa ambayo ni iPhone 17. iPhone 17? Maria aliuliza huku akichukua kale kaboksi na kuangalia vizuri. Arya, kuna siri nzito unanificha mimi. Jamani, Maria mpenzi, nimeanza kukuficha lini mambo yangu? Ndio nashangaa sasa unaletea vitu vizuri vya harama kama hivi afu unashindwa kuniambia. Arya alichukua karatasi akasoma ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa. Akagundua kwamba zawadi ilikuwa imetoka kwa yule mtu ambaye anamletea zawadi siku zote. Rafiki yangu, hii zawadi imetoka kwa huyu mtu ambaye ameniletea. Jamani, huyu baba mbona anataka sifa sasa? Jamani, huenda ndio furaha yake. Kazidi bwana. Kule kazini kafanya kufuru, huku nako analeta kufuru jingine. Maria, acha nikafanye maandalizi bwana kwa ajili ya kwenda kuonana naye. Sawa, hata mimi ngoja nikajiandae, maana Jimmy anakuja kunichukua muda sio mrefu. Msikilizaji, itakuwaje kama Arya akimkuta Jamal hotelini na kujua kwamba ndio mtu ambaye siku zote amekuwa akimchezea akili yake? Muda ule ule Arya aliingia ndani na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kuonana na huyo mwanaume asiyemjua. Alitoka bafuni na kuanza kutengeneza nywele zake vizuri. Baada hapo alianza kupamba uso wake kwa vipodozi. Siku hiyo Arya alijiremba sana, ili siku hiyo huyo mwanaume akamwone mrembo kulikweli. Alipomaliza alivaa lile gauni jekundu pamoja na mapambo yote ambayo alikuwa amezawadiwa kama zawadi. Alipomaliza alisimama mbele ya kioo na kujiangalia vizuri. Akasema kwamba hapa nipo sawa, naweza kwenda sasa. Lakini itakuwaje kama nitakuwa mambo sivyo kama nilivyotarajia? Yani nitakuta mambo ambayo yako sivyo kabisa huko. Sijui atakuwa ni mzee sana au kijana. Sijui atakuwa ni mbirikimo jamani. Sijui atakuwa ni mrefu au mweusi au mweupe. Unaweza kukutana na mtu huko kukutana na mamvi kama yote. Arya alikuwa anajiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu sahihi. Muda huo huo akapokea ujumbe. Ujumbe ulisomeka kwamba nimemtuma dereva, yupo njiani, anakuja kukuchukua mara moja. Kumekucha. Alichukua pochi yake haraka rangi nyeusi, kisha akatoka nje na kwenda kumsubiri huyo dereva aliyeagizwa kwenda kumchukua. Akiwa kasimama nje, Maria naye alitoka akiwa umependeza kweli kweli. Wow, umependeza sana Mrs. Admiral. Arya aliacha tabasamu. Niambie shoga yangu. Ila umependeza sana jamani. Hata wewe. Na hizo jamaa akikuona tu atazidi kuchanganyikiwa. Usinieleweshe bwana Sifa mwenzio. Nina wasiwasi sana. Wasiwasi wa nini tena jamani Arya? Wakati hii ni siku yako muhimu sana ambayo ulikuwa unaisubiri kwa hamu. Ni kweli. Lakini sijui naenda kukutana na mtu aina gani. Sijui ni kijana au mzee. Maana sijui nikaenda kukutana na jishefa huko. Maria alicheka kidogo akasema sasa unajali nini? Kwani mzee hastahili kupendwa au kupenda? Sasa mzee nitampeleka wapi mimi Maria jamani? Arya, umri sio sababu shoga yangu. Anaweza kupendwa na mzee na akawa na mapenzi ya dhati kuliko kijana. Tena akawa anajali kuliko hata kijana. Shauri yako. Wenzako mabinti wa siku hizi wanatafuta mazee ya kustaafu mjini siku hizi yaweze kuwalipia kodi. Kwanza wazee wanajua kutunza wewe. Haonaga mambo madogo. Unavyonipa moyo. Wakiwa bado wanaongea, iliweza kufika gari nyeusi aina V8 ikasimama.
mbele yao pale. Mlango wa gari ulifunguliwa, akashuka mwanaume mmoja na kuwafuata walipo. Habari? Salama. Nipo hapa kwa ajili ya kumchukua Miss Arya. Sawa, tunaweza kwenda. Arya akamgeukia Maria. Rafiki yangu, niombee mema jamani. Usijali Arya, kila la kheri. Kafurahia siku yako wapenda nao jamani, pamoja na umpendaye. Yule dereva alitangulia akaenda kufungulia mlango wa gari. Arya akapanda na kuweka nguo yake vizuri. Upo tayari miss? Ndiyo. Kisha yule dereva akafunga mlango wa gari. Alipohakikisha amefunga mlango wa gari vizuri, alienda kupanda akawasha gari na safari ya kurejea hotelini ikaanza. Wakati huo Maria yeye alikuwa akiangalia tu, akiangalia ile gari inavyoondoka. Jamani, yani kama masihara jamani. Arya wangu amekuwa kama malkia. Kweli, mtu sio nyao jamani. Kila mtu anazaliwa na bahati yake. Kwa mwendo kama dakika 20, ile gari ilikuwa imeshafika mbele ya jengo zuri la hotel. Gari iliegeshwa kwenye maegesho ya gari. Kisha dereva alishuka na kwenda kumfungulia mlango Arya. Karibu madam, tumefika. Arya alishuka kisha akasimama na kuangaza macho yake kila kona ile hotel. Alishusha pumzi. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa na hofu na mashaka moyoni mwake. Dereva alichukua simu yake na akapiga. Tumefika boss. Tumefika boss. Tupo maeneo ya maegesho huko ya magari. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anaongea na huyu mwanaume. Baada dereva kukata simu yake, alimgeukia Arya. Tunaweza kwenda. Kwani uko wapi? Punguza hofu binti. Naomba unifuate tafadhali. Arya alitingisha kichwa chake akimaanisha sawa. Waliongozana mpaka rooftop. Arya alipanda kwenye ngazi huku akitokwa na kijasho chembamba hadi kwenye viganja vya mikono yake. Alipofika juu alikuta kumetulia na kulikuwa kumepambwa kwa mapambo ya rangi nyekundu sana. Maua mekundu, mishumaa ya kuvutia, na mezani kulikuwa na vinywaji ambavyo vilikuwa ni vya aina tofauti. Alisimama hafla baada ya kuona mwanaume kasimama, lakini alikuwa amempa mgongo. Usiogope madam. Upo sehemu salama kabisa. Arya alienda mpaka mezani, katika meza ambayo ilikuwa imeandaliwa. Jisikie huru. Karibu ukae. Arya alikaa kwenye kiti huku macho yakiwa yamemtoka kweli kweli. Huyo ni nani? Ni yeye au? Mbona simfahamu? Na si mfanyakazi wa kazi kwetu huyo. Na mbona kaniangalia alafu kaondoka? Kuna mchezo gani nachezewa hapa mimi? Arya alipatwa na hofu sana. Akiwa anajishauri nini afanye, kwa wakati huo mara pua zake zilivuta harufu ya marashi yaliyokuwa yananukia vizuri. Alipogeuka kuangalia, aliwaona wanaume wawili ambao walikuwa wanaelekea alipo. Mwanaume mmoja alikuwa ni yule aliyevalia suti nyeusi na mwingine alikuwa amevalia nadhifu sana na kuonekana kijana wa kisasa. Kwa kuwa ilikuwa ni mwanga hafifu, ama kulikuwa na mwanga hafifu katika kile chumba, hakuweza kumuona vizuri usoni, lakini kila alipozidi kumsogelea alimtambua huyo mwanamume ni nani. Huyu mwanaume hakuwa mwingine bali alikuwa ni bosi wake Jamal. Jamal alifika mezani akavuta kiti akataka kukaa. Arya bado alikuwa ni mwenye mshangao mkubwa sana, mshangao wa hali ya juu, kwani hakutegemea kuona anachokiona mbele yake. Boss! Boss! Arya aliita kwa sauti ya chini sana, lakini alibeba mshangao mkubwa sana moyoni mwake. Jamal alicheta basamu ambalo lilikuwa ni mwanana sana, ambalo Arya hakuwahi kuliona tangia aanze kazi kwenye kampuni ile KJ Company Limited. Karibu Arya. Mbona uko hapa boss? Ina maana una wasiwasi sana. Punguza wasiwasi na uone upo na mtu wa kawaida sana na si ule bosi wako. Sawa, ila nataka kujua kwamba wewe ndio Mr. ambaye umekuwa ukinifanyia yote. Jamal alimgeukia dereva na mlinzi wake. Wale wanaume wawili waliondoka na kuacha peke yao pale. Baada ya kubaki wao wawili, boss alianza kuongea. Yes, of course. Ni mimi. Arya alibaki anashangaa tu kwa sababu alikuwa haamini hata kidogo kuwa mchezo wote ule aliyekuwa anamchezea alikuwa ni bosi wake ambaye hakumdhania hata kidogo.
Samahani, mimi nataka kujua kwamba zawadi zote zile ulikuwa ukiniletea mimi. Kuwa na amani Arya. Nakupenda sana Arya. Na ndio maana nimekuwa nikifanya haya yote kwa ajili yako. Kwa hiyo siku za nyuma ama simu za usiku, messages nzuri, zawadi zote ulikuwa ni wewe? Ndio. Lakini kwa nini uliamua kunificha utambulisho wako? Niambie tafadhali. Kwa sababu nilikuwa nataka ukaribu na wewe kabla ya kusema aliyokuwa moyoni mwangu. Lakini pia niliogopa kupoteza ukaribu wako kabla hujanipa nafasi ya kuweza kukueleza yote. Kimya kilitawala kwa muda na wakawa wanaangaliana tu. Arya hakujua aongee ni kitu gani, kwani mapigo ya moyo wake yalikuwa kienda kwa kasi sana. Jamal alichukua chupa ya wine akafungua na kumimina kwenye glasi yake. Moja alisogeza karibu na Arya na nyingine aliweka upande wake. Sidhani kama kuna kitu kitabadilika kati yetu. Natamani yale tuliokuwa tunaongea kwenye simu na kupanga tuweze kuyatimiza mara moja. Ningependa uendelee kuniita mpenzi. Ningependa kuliona tabasamu lako pindi ulipotaka na kulitaja jina langu au ulipokuwa unasoma jumbe zangu. Pia natamani uendelee kunifikiria kama ulivyokuwa unanifikiria zamani. Naweza kusema ndio kwa yote hayo, lakini kuna jambo moja linanifunga. Wewe ni mke wa mtu boss. Kwani unanipenda mimi? Baada ya kuulizwa vile, Arya hakujibu, bali aliangalia chini moja kwa moja. Jamal alimuuliza kwa mara ya pili, unanipenda? Naomba unijibu tafadhali, ukiwa unaniangalia usoni mwangu, ili niweze kuyaakisi macho yako kwa utuli kabisa. Jamal alimwangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, ina maana hiyo ndo sababu wewe kuvunja mapenzi yako kwangu? Siwezi kuwa sababu ya maumivu kwa mwanamke mwenzangu. Sitaki kuvunja ndoa yenu. Arya, sijawahi kusahau kama nina mke, na mambo yangu na mke wangu yalianza zamani sana, hivyo penzi letu halitaathiri chochote kile kwenye ndoa yangu. Sikuwahi kufikiria kupenda tena baada ya kufunga ndoa, lakini kila kitu kilibadilika katika maisha yangu baada ya ndoa yangu kuwa gereza kubwa sana ambalo linanifanya mimi leo hii nijione mfungwa, na mtu mwenye funguo za pekee za kuweza kunitoa katika ile gereza ni wewe. Kuna baadhi ya mambo aliyofanya mke wangu nadhani umewahi kushuhudia kwa macho yako, na mengine utakuwa umesikia vizuri. Kusema ukweli, nahitaji faraja, na faraja hii nimeiona kutoka kwako Arya. Muda wote Arya alikuwa kimya pale ambapo bosi wake alikuwa anazungumza na kulalamika. Boss aliendelea kuzungumza, na siku nilipoanza kuongea na wewe, kidogo moyo wangu ulipata ahueni. Kadiri tulivyokuwa tukiongea, nikagundua kwamba nimepata tiba moyo wangu. Arya alinyamaza kimya akimwangalia Jamal aliyekuwa akiongea kwa hisia kali sana. Hakuwa yule bosi aliyekuwa busy na kazi kule ofisini, bosi ambaye alikuwa kanyoka sana, bali aliongea maneno mazuri sana siku hii. Lakini bado ni mke wako. Arya alianza kuongea kwa sauti ya chini sana. Licha ya kukataa, lakini moyo wake ulikuwa unamuuma sana, kwani aliamini kabisa kwamba Jamal ama Miss Arya sio wake tena, bali ni mume wa mwanamke mwingine. Ni kweli, ila moyo wangu upo kwako kwa sasa. Jamal aliongea maneno mengi kumshawishi Arya ili aweze kukubali, lakini Arya alikuwa kimya kimya tu, hakujua atoe jibu gani. Arya, naomba uniambie, nifanye nini ili uniamini kwamba ninakupenda sana na sina utani katika hili? Sijui niseme nini. Sema chochote tu, mimi nitakusikiliza. Boss, niite Jamal tafadhali, usiniite boss. Unanifanya nichanganyikiwe. Jamal alimsogelea karibu akamwambia kwamba sitaki uchanganyikiwe kwa chochote Arya. Naomba iwe, leo iwe ni uzinduzi wa penzi letu jipya. Lakini lakini Arya alishindwa kuongea chochote, akanyamaza. Lakini nini?
ongea, kuwa huru kama tulivyokuwa tunaongea kwenye simu. Nitakuwa nafasi ya pili kwako. Yaani nikimaanisha mchepuko? Jamal aliacha tabasamu dogo. Unaweza kuwa mke wa pili, tena mke wa pili aliyekuwa bora kwangu, na pia unaweza kuwa mke mmoja tu, na sio mchepuko ambaye unamfikiria wewe. Nadhani unajua dini yetu inaruhusu kuwa mimi kuwa na mke na zaidi ya mmoja. Hapo mke wangu anatakiwa chague kuwa na mke mwenza, akishindwa aweze kuondoka, aniache na wewe tu. Kwa hiyo unafikiri kwamba ataniacha salama mimi? Utakuwa salama kwa asilimia zote kabisa 100. Siku zote nitakuwa nikikulinda na kukuombea mazuri. Siku zote nitakuwa nakupenda sana. Arya aliacha tabasamu lenye matumaini makubwa sana. Jamal alinyanyua glasi yake ya wine akampatia, kisha akachukua glasi yake, wakagongesha cheers pale na kujaribu kunywa pamoja. Msikilizaji, kadiri muda ulivyokuwa unakwenda, maongezi yalipamba moto na Arya alikuwa na tabasamu tu, japokuwa muda wote alikuwa na aibu sana. Jamal alikuwa ni mchangamfu mno siku hiyo, na alikuwa kwenye kujali sana kumuonesha kwamba yeye ni shujaa wa upendo. Ilipofika majira saa 5 usiku, simu ya Jamal ilikuwa ikiita mara kwa mara kwa sababu mke wake alikuwa akimpigia. Jamal alimpuuza na aliweza kuzipuuza kabisa zile simu za mke wake. Aliendelea kuongea na Arya pale, lakini ile hali iliweza kumtia hofu sana Arya. Ikabidi aseme kwamba nikuulize kitu. Aliongea Arya kwa pole sana. Uliza tu. Ni nani anapiga simu na hutaki kupokea simu zake wakati wote? Jamal alitabasamu akasema inaonekana una wivu sana. Arya aliweza kuangalia chini. Napenda kuuliza jambo. Sio mbaya. Hata mimi pia napenda mwanamke mbaye mwenye kunionea wivu. Hiyo ni dalili ya mapenzi ya kweli. Kama mwanamke hakuonea wivu, sidhani kama kutakuwa kuna mapenzi ya kweli. Naweza kusema kwamba huyu ni mke wangu ambaye ananipigia simu. Mpokelee basi. Huenda kuna jambo la muhimu sana nataka kukuambia. Lakini anaweza kunivuruga akili yangu pia. Namjua mimi mwenyewe akili zake. Simu iliita kwa mara nyingine tena. Jamal akaamua kupokea. Baada ya kupokea, hakuwa na salamu zaidi ya sauti ya mke wake ambayo ilikuwa inasikika. Kama kawaida yako, kukimbia kama digidigi nyikani. Na leo naomba usirudi kabisa, ulale huko huko na hao nani wako, kenge wako hao. Yaani lele. Mwanamke alikuwa anaongea kama chiliku huyu. Lakini kabla hajamaliza kuongea, Jamal alikata simu yake. Umesikia maneno ya mke kwa mume wake? Yaani hana wasiwasi wala hofu juu yangu. Anachojua ni kunitukia tu na kunitamkia maneno ya makali sana. Pole, lakini unatakiwa kwenda nyumbani. Nakosa amani pale ambapo nitakapokuwa karibu yake. Lakini huwa napata amani pindi nilipokuwa nikikupigia simu na kusikia sauti yako. Umekuwa ukiwasiliana na mimi kwa upendo sana na ukarimu. Umekuwa ukiniheshimu sana. Arya aliangalia saa yake mkononi mwake. Hata hivyo muda umekwenda sana. Ni kweli. Tumalize kula alafu nitakupeleka nyumbani kwako. Sawa. Msikilizaji, waliendelea kula kunywa huku mishumaa ikiwamo na ukimya ukiwa umetawala. Baada ya kumaliza kula, walishuka chini na kuelekea sehemu ya maegesho magari. Safari hii Arya alipanda kwenye gari nyingine kabisa ambayo alienda nayo Jamal. Jamal alimpeleka moja kwa moja mpaka kwenye apartment ambazo alikuwa anaishi. Naweza kukupeleka ndani kama hutojali? Jamal, ni mapema mno. Sitaki watu wajue uhusiano wetu. Pia natakiwa kujilinda sana na mke wako. Kwa hiyo unataka tufanye siri. It's like private love. Ikiwezekana iwe hivyo. Jamal alifikiria kidogo kisha kajibu. Sawa. Nashukuru kwa kunielewa. Nakupenda Arya. Nakupenda pia. Jamal alimvuta mkono na kumkumbatia. Baada hapo waliagana. Arya akashuka na kuelekea ndani kwake.
na Jamal aliondoka kuelekea nyumbani kwake. Baada ya kufika ndani, Arya alibadili nguo na kuvaa nguo za kulalia, alafu akajilaza kitandani. Mawazo yake yote yalikuwa kimfikiria Jamal na kile ambacho alikuwa amekiongea. Kweli hii ni ajabu. Nahisi kama ndoto, eti kwamba mtu yule ambaye alikuwa akinitafuta na kujifanya kwamba haonekani kwangu ni bosi wangu Jamal. Kwa hiyo mimi nimependwa na boss. Ule ukali wote kunikataa nisiongee na wanaume, kumbe ulikuwa ni wivu. Wivu ulikuwa na msumbua huyu bosi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwamba mimi ni bosi wa pili kwenye kampuni. Watanikoma. Lakini kwa sasa hivi ngoja iwe siri kwanza. Lakini pia upande wa Jamal, alipofika nyumbani kwake tayari ilikuwa imefika saa 6:30 usiku. Alisimamisha gari yake kwenye maegesho ya gari, kisha akaegemea kiti na kuvuta pumzi ndefu. Alikaa kwa sekunde kadhaa kisha akashuka, maana alijua kabisa kwamba akifika ndani ni vita kabisa, yani amani haitakuwepo tena dhidi ya mke wake. Akafungua mlango wa gari yake, akafunga kisha akaenda ndani. Alipofungua mlango wa kuingilia ndani akakutana na taa bado zimewashwa na hakukuwa na mtu yeyote ule sebuleni. Alienda mpaka chumbani, akamkuta mke wake amejilaza. Jamal alitupia koti lake pembeni ya kitanda. Baada hapo mke wa Jamal alinyanyuka kitandani, akakaa na kumwangalia mume wake kwa hasira kweli. Jamal hakujali, alisogea ilipo dressing table akaanza kuvua saa yake vizuri. Aliweza kuvua saa yake vizuri, akaweka cheni yake pia. Baada hapo sauti ilisikika mke wake. Hatimaye umeweza kurudi sasa. Jamal hakujibu, aliendelea kuvua nguo yake tu. Sinaongea na wewe. Mke wake aliongea kwa sauti ya ukali sana. Jamal aligeuka na kumwangalia. Wewe, hivi ndivyo ulivyofundishwa kwenu, si ndio? Jinsi ya kuongea na mume wako? Na wewe ulifundishwa unarudi kwa mke wako usiku, si ndio? Tena usiku wa manane. Hivi hujui kwamba leo ndio usiku wa wapenda nao? Na ulitakiwa kuwa pamoja na mke wako? Ulitakiwa kuwa pamoja na familia yako? Ni kweli tulitakiwa kuwa pamoja, lakini nilikuwa busy na kazi. Ni kazi gani inayofanyika usiku wa manane? Unadhani mimi ni mjinga sana au mimi ni mtoto Zoba kudanganywa Sikiliza wewe mwanamke. Mimi nimechoka. Mimi sitaki marumbano na wewe. Yaani sitaki marumbano na wewe, tafadhali. Ni kweli umechoshwa nao viraka wako huko ulikotoka. Ndio maana mimi unaniona kwamba mimi hapa naongea makapi tu, naongea pumba. Jamal alimgeukia na kumkata jicho kali sana mke wake. Una ushahidi na hilo ambalo unalisema? Inaonekana hivyo, sio tu ni lazima niwe na ushahidi. Kwa hiyo kama una ushahidi lete hapa. Mke wake alikaa kimya huku akimwangalia kwa hasira sana. Mwanamke mpumbavu, huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Tunakoenda nitakuolea mke wa pili wewe, ili uweze kuleta heshima kwangu. Maana nimechoka na tabia zako za kipuuzi kila siku. Kwa nini uniheshimu lakini wewe? Kwa nini uniheshimu? Kumbe huo ndo mpango wako. Wewe si ndio imekushinda Umekuwa Mswahili, hujali ndoa yako, kila muda wewe ni kunichamba tu, kunisema kunipanda kichwani. Yaani mwanamke haeleweki ni nani, mwanaume haeleweki ni nani humo ndani. Kwamba wewe una sauti kuliko mimi, si ndio? Sikiliza. Yaani wewe mwanamke ni sherehe tu, vigodoro tu, sijui vikao, vikoba, unazurula kama chinga, humjali mtoto, humjali mume wako. Sasa nitamtafuta mama wa mtoto mwingine aweze kumlea mwanangu. Mwanangu halelewi na mama wa kambo mie. Thubutu. Baada ya kusikia hao maneno kutoka kwa mke wake, Jamal alipanda kitandani na kujifunika shuka na kumwacha mke wake pale akiendelea kuzungumza. Yaani huyu mwanamke alikuwa ni kivuruge mama. Kulipokucha asubuhi na mapema, Maria kwa upande wake alishafika mlangoni kwa Arya. Hii ni katika apartment ambayo alikuwa anaishi, apartment ya ile kampuni ambayo alikuwa anafanya kazi.
aliweza kugonga mlango, na wakati huo Arya alikuwa kitandani mwake amelala. Baada mlango kugongwa sana, Arya aliamka na kwenda kufungua. "Good morning," alisalimia Maria huku akitabasamu na kuingia ndani. Mbona asubuhi milangoni kwa watu jamani? Yaani, unajua siwezi kukaa mwenyewe ndani kwangu. Na unaelewa kabisa kwamba hii ni weekend, huwa nakuja kunywa chai kwako. Maria, leo nimechoka sana bwana, nina usingizi mwingi. Kwani jana haukulala? Ulikesha na Mr. Umeshaanza bwana. Arya alitabasamu. Kilichokuleta ni umbea tu. Aliongea hivyo huku akielekea chumbani na Maria. Alimfuata wakaenda kukaa kitandani. Maria alimwangalia kusikiliza kilichotokea jana usiku. Mbona unaangalia hivyo? Unajua tu nataka kusikia jambo kutoka kwako. Mimi tena kuombea? Hakuna jambo hapa Maria, hebu toka zako hapa. Sio kweli bwana shoga yangu. Uso wako unatabasamu moja kwa moja la matumaini. Nahisi mambo sio mabaya huko. Huyo Mr. Unknown ni nani heti? Umemjua? Arya alikaa vizuri na kushusha pumzi yake. Ongea tu, utue mzigo ule ubeba kifuani mwako jamani shoga yangu. Unajua ni rafiki yangu sana. Maria rafiki yangu. Yaani huwezi kuamini. Nitaamini tu wewe ndo kipenzi changu jamani useme. Kumbe Valentine wangu alikuwa ni boss Jamal. Maria alitoa macho na kumwangalia kwa makini sana. Unasema? Au unamaanisha kwamba Mr. Unknown, Mr. Adima alikuwa ni boss? CEO wa kampuni tunaofanya kazi? Ndiyo. Yule baba ana hatari bwana. Ila anaonekana kujali. Lakini Maria, twende mbele na kurudi nyuma. Yule ni mume wa mtu. Unaogopa hilo? Naogopa sana Maria. Kwa hiyo umekataa kwa sababu hiyo sio kuwa na mbele wala nyuma? Eti. Yaani sababu ambayo haina hata mashiko. Ndiyo nilikataa. Ila ameniahidi ulinzi pia na atanipa nafasi kama mke. Maria alipiga makofi huku akipiga kelele. Waya. Jamani. Yaani shugangu hapo ndo genius. Arya alimziba mdomo kwa kiganja. Acha ujinga basi Maria, saizi ni mapema sana, watu wengine bado wamelala jamani. Mbona mikelele hivyo? Wamelala vyumbani mwao. Si hapa ni kwetu. Wacha tufurahi. Waya. Tulia basi Maria. Arya, kwanza hongera kwa kuwa na mpenzi boss. Wewe ni boss wa pili kwenye kampuni. Nitajidai vipi? Pili, mume wa mtu hana alama usoni babu. Akiwa kwake ni mume wa mtu, akitoka nje ni wa mwingine. Kwanza dini na ruhusu yeye kuongeza mke wa pili. Na uwezo wa kutunza kwake sio shida. Ana uwezo hata kuwa na wake watatu yule na akawatunza vizuri. Dada, mimi naomba ujiachie tu katika penzi jipya. Mshikilie wewe mwanaume mwenye vigezo vyote vya kuwa mume wako. Ila Maria, nakuomba, maana wewe nakujua. Nakuomba iwe siri. Kwanza sitaki watu wajue bana. Kwa hilo pressure shusha shoga yangu, shusha Arya. Wakiwa wanaendelea kuongea, mara ujumbe ukaingia kwenye simu ya Arya. Hello baby. Umemkaje? Arya alisoma ule ujumbe na kujibu. Nipo salama. Hofu yangu ni kwako dear. Niko salama pia. Ila naomba siku ya leo tutoke pamoja. Kuna sehemu nataka tuende kwa ajili ya kufurahia kidogo. Arya alimuuliza Maria. Eti anataka tutoke pamoja? Sasa ugumu uko wapi? Hebu toka na mwenzio bwana huko. Sawa Maria. Sasa kwani wewe ni nani ukatae jamani wito kama huo boss kubwa. Boss ambaye anatulipa mishahara, anayetufanya tutambe hapa mjini. Baada ya kumaliza kuchati, boss alishuka kitandani na kwenda kumwangalia binti yake ambaye alikuwa sitting room, ambaye alikuwa anakunywa maziwa. Hello baby girl. Hello daddy. Mtoto alinyanyuka na kumkumbatia babake. Boss alimnyanyua mtoto wake pale. I miss you my presence. Mara mke wake alishuka ngazi akitokea chumbani. Alisogea alipo Jamal na mtoto wake. Mshushe mtoto chini. Nataka unijibu swali langu. Hivi wewe, ina maana kwamba katika maisha yako kwamba hupendi amani tu? Asubuhi hii yote, asubuhi ambayo kujitafakari kuanza siku yako vizuri, umeanza na kero. Simu yako imeingia ujumbe. Na inaonekana kabisa kwamba ni mwanamke ambaye anataka umwambie kwamba vae nguo gani.
Boss alishtuka. Iweje mke wake afungue simu ikiwa simu yake ina password kila kona? Inakuwaje huyu mama mtu au mama mtoto afungue simu yake na kusoma message? Jamal alimshusha mtoto wake chini, halafu akachukua simu yake kwa jiada akaangalia. Nani amekuruhusu ufungue simu yangu? Hii simu yenye password kama jambazi wa magendo ya siri. Siwezi kuifungua, ila Mungu ametaka kunionyesha kuwa wewe ni mshenzi wa tabia. Jamal akawa amegundua kwamba mke wake aliwahi kusoma ile message pale ulipoingia tu, ila hakuweza kufungua. Hivi nikuulize mke wangu kwamba wewe una shida gani wewe? Na hizo tabia zako za kipuuzi utaziacha lini? Utaniambia tu kwamba ule msave my peace ni nani? Ni Amani yangu, alijibu Jamal, alafu akapita pembeni akaondoka kuelekea chumbani. Mke wake hakuamini kama mumewe aliamua kumjibu vile. Hakuamini kwamba mume wake anaweza kubadilika kiasi kile. Hivi ni kweli au nipo usingizini kwamba baba Ariana anaweza kubadilika kiasi hiki? Huyu mwanaume amekuwa ni fedhuli kiasi hiki? Huyu atakuwa na mwanamke mwingine. Nitafanya juu chini ili nijue huyo mwanamke ni nani ambaye anamshika masikio mume wangu. Jamal alitoka bafuni kuoga, akavaa nguo zake na kupuliza marashi. Kama kawaida yake alipendeza sana. Kisha akatoka na kumfuata binti yake na kumbusu kwenye paji la uso, huku mkewe akiwa anamwangalia kwa jicho kali sana. Daddy, uniletee zawadi. Unataka zawadi gani malkia wangu? Chocolate and ice cream. Oh, sawa kipenzi, nitakuletea. Mume wake alipiga hatua kama mbili, mara akasikia sauti ya Jada. Weekend unatoka? Huna mpango na familia yako, si ndio? Hata wewe unaweza kutoka pia. Na nitatoka kweli. Sijui huyu mtoto wako atabaki na nani hapa. Ni kawaida yako kutoka, na huo unamwacha mtoto pia. Baada ya kumjibu hivyo, Jamal alimuita dada wa kazi. Dada. Abe bosi. Dada wa kazi alikuja pale. Mimi natoka na mke wangu pia atatoka, hivyo naomba muangalie sana vizuri binti yangu, sawa? Sawa boss. Jamal aliondoka. Mke wake alijinamia chini huku akiwa ameshika kichwa chake. Mbona kama mambo yameanza kunigeuka? Huu ndio muda wa malipo. Ila iwezekani mimi ndio mke wa mtoto huyu. Na ndio huyu nimemzalia, hata kama akiondoka lazima atarudi kwangu tu. Hana pa kwenda huyu. Upande wa Jamal aliweza kuendesha gari yake mpaka nyumbani kwa Arya. Alisimamisha gari mbele kidogo ya apartment ambayo alikuwa anaishi Arya, kisha akampigia simu. Nimefika, nipo hapa nje na kusubiri. Sawa, nakuja sasa hivi. Maria alimaliza kumremba pale Arya. Umependeza shoga yangu. Muwai mpenzi wako jamani. Sawa, baadaye kipenzi. Haya. Arya alitoka nje ya geti, akaona gari ya Jamal ikiwa imesimama pale. Kwa mbali, Jamal alikuwa akasimama nje huku akiwa ameegemea gari yake. Arya alielekea alipo. Alipofika karibu, tabasamu lilianza kuchomoka usoni mwake. Mambo. Safi mpenzi. Umependeza mno. Jamal aliweza kumsifia Arya huku akimwangalia. Asante. Hata umependeza jamani. Asante. Tunaweza kwenda sasa? Jamal alifungua mlango wa gari kwa heshima kabisa na taadhima, akimkaribisha Arya. Karibu babe. Asante. Arya alipanda kwenye gari na Jamal akazunguka upande wa pili, akapanda na kuwasha gari na safari ikaanza mara moja. Safari yao ilikuwa ni nje kidogo ya mji. Baada ya saa moja walifika kwenye hoteli moja iliyokuwa pembeni ya fukwe bahari, iliyokuwa na mazingira mazuri na upepo mwanana kabisa wa pwani. Unaionaje hii sehemu? Jamal aliuliza. Ni pazuri sana. Napenda sehemu kama hizi. Hata mimi huwa napenda sehemu kama hizi, sehemu za fukwe. Basi twende ufukweni. Kwanza umekula? Si unaniamrisha tu kwamba hapa twende ufukweni, alafu kumbe hujala chochote? Jamal aliuliza, lakini Arya aliogopa kusema kwamba hajala. Nimekunywa chai tu bwana. Ulishiba?
Kumbuka muda umeenda sasa, ni mchana. Twende tukapate lunch time. Tukapate chakula cha mchana. Alafu tutaenda kukaa ufukweni ili tuweze kuongea mambo mengi sana, sawa? Sawa. Walienda sehemu ya mgahawa, waliagiza chakula, wakawa wanakula pale. Wakiwa wanaendelea kula, Jamal alikuwa anamwangalia sana Arya. Mbona hauli unaniangalia tu? Arya, acha nikuangalie tu. Wewe ni mrembo sana. Arya alicheka huku anaangalia chini kwa aibu sana. Cheki tabasamu lako. Bwana niachi mwenzio bwana, naona aibu. Jamal alinyosha mkono wake na kushika mkono wa Arya. Arya alinyanyua uso wake akamwangalia. Naomba utabasamu. Jamani, mbona hivyo eti? Kidogo tu. Arya alijikuta anacheka kabisa. Ewa. Angalia hapo. Nimeona hata meno yako yote meupe. Waliendelea kula huku akitaniana pale. Walipomaliza waliondoka na kuelekea ufukweni. Arya alivua viatu vyake akashika mkononi. Naweza kukupokea? Acha tu nitavishika mwenyewe. Arya, usione aibu kuniambia chochote kile nje ofisi. Na nilikwambia kwamba nje ofisi mimi sio bosi wako. Mimi ni mpenzi wako. Kwa hiyo nakuomba sana uwe huru. Sawa. Naomba unipe hivyo viatu niweze kuvishika. Wewe ni malkia wangu. Kwani wewe unakaa hapa? Unataka twende wote? Kama utapenda. Sasa kwa nini nisipende kama mpenzi wangu unataka? Mr. aliongozana na Arya wakaenda mpaka kwenye maji. Walitembea huku wameshikana mikono. Mara Jamal alimvuta kwenye maji marefu. Jamal, huko nitaloana bwana. Jamal hakuelewa, ndio kwanza alichota maji na kuanza kumwagia. Hatimaye walipoloana mwili mzima, Jamal alimnyanyua juu huku akiendelea kufurahia kucheza kwenye maji. Walipomaliza walitoka kwenye maji huku akiwa wameloana kwelikweli. Nguo za Arya ziling'ang'ania kwenye mwili wake na Jamal alikuwa akimwangalia jinsi nguo zilivyokuwa zimemshika kwenye mwili wake na kuonyesha mstari wa nguo ambazo alikuwa amezivaa ndani, jinsi ambavyo zilikuwa zimepita kwenye mwili wake vizuri. Nguo ambazo kwa wakati huo zilionyesha ustadi wa mwili ambao ulikuwa umeumbika na sifa kuu kutoka kwa Mungu. Hakika Arya alikuwa ni binti mrembo sana. Arya alipoona kwamba bosi wake anamwangalia sana, alikohoa kidogo na kumtoa Jamal kwenye dimbwi la mawazo yale. Nimepaliwa, umenimwagia maji sana. Unahisi baridi? Hapana, ila nguo zetu zimeloana sana eti. Ondoa shaka. Jua linawaka. Tutakauka tu. Twende tukakae pale. Waliongozana wakaenda kukaa kwenye sehemu ya mchanga huku wakiangalia mawimbi ya bahari. Jamal alisogea na kujilaza kando kabisa kwa Arya. Akawa anamwangalia usoni. Arya, unajua hapa nilipo najiona kama mfalme ambaye nipo kwenye kasri yangu nikifurahia maisha na malkia wangu. Jamani, naona kama unanipamba eti. Unahisi hivyo? Nakuuliza kwamba unahisi hivyo? Sielewi. Yaani ni 50 kwa 50. Najua lazima iwe hivyo. Lakini kumbuka kwamba mimi nitahakikisha kwamba kuwa na wewe maisha yangu yote. Mimi sio mwanaume wa hovyo na sipo kwa ajili ya kupoteza wakati wako tu ama kukuchezea. Kikubwa, endelea kujiheshimu, endelea kunipenda kama ambavyo mimi nakupenda. Sawa, lakini mke wako akijua je? Arya, ukiwa na mimi tafadhali sana, naomba usimtaje huyo mtu kwa sababu huu ni muda wangu mimi na wewe. Habari za mke wangu, sijui habari za nini, naomba uziache kabisa. Sawa. Baada muda kwenda, waliondoka na wakawa narudi mjini sasa kupitia gari ambayo walikuwa wamekwenda nayo pale. Baby, unataka nikuchukulie nini hasa supermarket? Maana ndio mambo yenu wa dada. Labda chocolate. Nilijua tu ndio mambo yenu hayo. Walielekea supermarket wakanunua vitu kwa ajili ya Arya. Arya alichagua kila alichokitaka. Vipi baby? Vinatosha? Yes baby. Are you sure? Ndio. Okay. Walienda kulipia kisha wakarudi kwenye gari. Lakini kabla Jamal hajawasha gari, alimwangalia Arya na kusema, Arya,
Abe, naomba udeke mama, na mimi nikudekeze. Nakupenda sana. You're just like a milk in the ruben. Wewe ni kama maziwa yaliyosheheni asali kwenye kiboyo. Msikilizaji, ni maneno ambayo boss alikuwa anaendelea kumpamba huyu mpenzi wake mpya, ama unaweza kumuita Binti Aria. Je, penzi lao litafana kwa kiasi gani? Lakini kwenye kampuni hii ambayo Binti Aria anafanya kazi pamoja na rafiki yake Maria, watakuwa na nafasi ipi ikiwa boss amejiingiza kwenye mahusiano na Binti Aria? Lakini vipi upande wa mke wake Jada? Atapeleleza na kuweza kufahamu kwamba ni mwanamke gani ambaye ameweza kuwa karibu na mume wake. Lakini kwa nini boss amejaribu kukubali kuwa na mapenzi ya faragha na huyu Aria pasi kuhitaji mtu yeyote yule ajue? Na je, siri ikifahamika kwa wafanyakazi wote katika hii kampuni itakuwaje? Mimi na wewe hatujui, lakini tutakuja kufahamu mengi katika sehemu ya 3 ya simulizi hii ambayo nitakuwekea muda sio mrefu. Mimi ni Emmanuel Chilemo na hii ni Chilemo Simulizi. Subscribe na kubonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi pale ambapo nitakuwekea hewani.